Bwana, wakati ligi kuu ya NBC ikiwa inaendelea, tunafahamu kwamba Simba na Yanga wanaendelea kujiwinda na michezo mbalimbali. Yanga wanakwenda kucheza dhidi ya TRA United, wakati Simba Sports Club wao wakienda kucheza dhidi ya Pamba Jiji. Sasa moja kati ya taarifa ambayo kwa klabu ya Yanga ni taarifa ya majeruhi kuongezeka ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga. Bwana, tumeona afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe akithibitisha baadhi ya nyota wa Yanga kupata majeruhi na kuongeza ile idadi ya majeruhi ambao wanapatikana ndani ya klabu ya Yanga. Tunafahamu mpaka sasa Clement Mzize pamoja na Dickson Job ni moja kati ya majeruhi ambao wapo, na Dickson Job ni moja kati ya nyota ambaye anatajwa anaweza kamaliza msimu mzima pasipo kuonekana. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa mbaya kwa Yanga, lakini Clement Mzize ambaye pia naye alifanywa upasuaji kwa mara nyingine naye pia ni majeruhi. Sasa moja kati ya taarifa ambayo ipo pia ndani ya klabu ya Yanga bwana ni taarifa ya Ibra Baka kukosekana kwa wiki 3 kwa sababu ya majeraha ya nyonga. Bwana Baka ameumia, kwa hiyo anaweza akakosekana ndani ya klabu ya Yanga kwa wiki 3. Na ukitazama kukosekana kwa Baka kunafanya sasa mabeki wawili kwa maana ya Dickson Job pamoja na Ibra Baka kukosekana. Dickson Job msimu mzima akitajwa kwamba huenda kaumaliza pasipo kuonekana, lakini Baka akitajwa kukosekana kwa wiki 3. Sasa unaweza ukatazama pia kwamba kuna mabadiliko ambayo tunakwenda kuyaona pale nyuma. Tulikuwa tunamshuhudia Bakari Nondo Mwamnyeto mara baada ya kuumia kwa Dickson Job akicheza pacha na Baka. Sasa Baka anaumia, tunakwenda kushuhudia mabadiliko mengine. Pengine Frank Asiki akacheza pacha na Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa ni moja pia kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee. Clement Mzize tayari nimezungumza kwamba zaidi ya miezi miwili anaweza akakosekana. Kwa hiyo huenda akarejea mwishoni mwa msimu, lakini pengine pia hata msimu kaisha pasipo kuonekana kwa Clement Mzize. Shadrack Boka anaweza kukosekana kwa wiki 2 au 3 kwa sababu ya enka. Naye pia ni moja kati ya nyota ambao wameumia, na tumeona hivi karibuni Mohamed Hussein Shabalala akiendelea kucheza nafasi ya Shadrack Boka sambamba na Patrick Iseli Mwenda. Kwa hiyo Shadrack Boka pia ni moja kati ya nyota ambao watakosekana kwa wiki 2 au 3 kwa sababu ya enka. Bwana Depu, moja kati ya mshambuliaji ambaye amekuwa ni tegemezi sana ndani ya klabu ya Yanga kwenye lile eneo la ushambuliaji, bwana anaweza kakosekana kwa zaidi ya wiki 2 au 3 kutokana na majeraha ya nyama za paja ambayo ameyapata. Kwa hiyo Depu kwenye ile idara ya ushambuliaji, Yanga wanakwenda kumkosa mshambuliaji kinara ndani ya kikosi hicho. Kwa hiyo sasa majukumu makubwa tunakwenda kumshuhudia Prince Mpumelelo Dube akikabidhiwa jukumu la kuibeba Yanga kwa maana ya Yanga kuweza kuscore. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa mbaya kwa klabu ya Yanga kukosekana kwa Depu. Sasa hawa wote ni wachezaji muhimu pale Yanga, na kama Petro Gonzalez hatakuwa makini anaweza akadondosha alama nyingi na kuwafanya Yanga wakose ubingwa kama hata uzichanga karata zake vizuri kuelekea kwenye michezo ambayo imesalia. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikujuze. Kwa hiyo kukosekana kwa Baka, Dep, Shadrack Boka, lakini pia Edmund John pia alipata jeraha la bega na atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 2. Tukimzungumza Edmund John si moja kati ya nyota ambao unaweza kusema Yanga wanawategemea, lakini moja kati ya nyota ambao amekuwa na msaada mkubwa. Tunazungumza wale nyota ambao pengine kukosekana kwao kunaweza kukaleta pengo. Dep tunafahamu ni moja kati ya pengo ambalo tunakwenda kuliona, lakini Baka pia tunafahamu moja kati ya pengo ambalo tunakwenda kuliona. Kwa hiyo Yanga kwenye hii michezo kwenda kumaliza raundi ya kwanza tunakwenda kushuhudia mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi. Licha ya kuwa na kikosi kipana ambacho Pedro Gonzalez anajivunia nacho, lakini bado haitoshi kuzungumza kwamba hao walioumia si muhimu ndani ya klabu ya Yanga, ni muhimu sana. Kwa hiyo tunakwenda kushuhudia mabadiliko makubwa sana eneo la nyuma kama ambavyo nimekujuza. Tunakwenda kushuhudia Bakari Nondo Mwamnyeto akicheza pacha na Frank Asiki, lakini pia eneo la ushambuliaji pengine Shekan Hamis tunaweza kumshuhudia mara baada ya kuumia kwa Depu akiwa anapata nafasi, lakini pia yale maeneo ya kwa maana ya fullbacks za pembeni Mohamed Hussein Shabalala pamoja na Patrick Iseli Mwenda bado wataendelea kuwa sehemu ya kikosi kwa sababu Shadrack Boka tayari
yeye ni majeruhi. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo si nzuri sana, na Yanga kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wamechapisha taarifa ya wachezaji hao wakisema kwamba taarifa za wachezaji waliopata majeruhi kutoka kwa madaktari wetu. Ibrahim Abdurabaka amepata jeraha la nyonga na atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 3, lakini Laulendo Derison Depo amepata majeraha ya nyama za paja na atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 2. Shadrack Boka amepata jeraha la enka ya mguu wa kushoto na atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 2. Edmund John yeye alipata jeraha la bega na atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 2. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo si nzuri sana kwa klabu ya Yanga ambao wanautaka ubingwa, wanataka kulitetea taji hilo kwa mara nyingine tena, na tunafahamu ndio ambao wanaongoza ligi, lakini wakitoka kudondosha alama 2 dhidi ya Azam mara baada ya mtanange kutamatika kwa sare ya bila kufungana na kuweza kupunguza lile gap la pointi 5 dhidi ya Simba, na sasa zitakuwa zimesalia pointi 3 kama Simba watashinda mchezo wao dhidi ya Pamba Jiji. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Yanga sasa wana kazi ya kufanya. Baada ya kudondosha alama dhidi ya Azam, wanakwenda kucheza dhidi ya TR United, na ukizingatia pia wanakwenda kucheza pasipokuwa na baadhi ya nyota kama Derison Depo, Baka na wengine. Kwa hiyo kocha Pedro Gonçalves ana shughuli ya kufanya na kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba matokeo ambayo Yanga wanayapata yanaendelea kuwa pale pale na kuweza kuendelea kufufua matumaini ya kuweza kunyakua ubingwa ambao ni shauku kubwa kwa upande wa klabu ya Yanga ambao ndio mabingwa watetezi wa ligi hiyo. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikujuze wewe mtazamaji wa Ihoma Online TV na shabiki wa mpira ambaye pengine umekuwa ukifuatilia soka letu la hapa nchini Tanzania. Moja kati ya ligi ambayo kwenye vile viwango vya ubora ni ligi nambari 4 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo unaweza ukatazama ni kwa namna gani ambavyo ligi imeendelea kuwa na ushindani, ligi imeendelea kuonyesha ni kwa namna gani ina deserve kuwa ligi nambari 4 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo Yanga Afrika bwana, taarifa ndio hiyo. Kwa mashabiki wa Yanga, dua na sara ziende kwa timu yenu mara baada sasa kuandamwa na majeruhi ambao wameendelea kuongezeka kila kukicha, na ukizingatia tunaelekea kwenye kumaliza ile round ya kwanza ya ligi kuu soka Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League, Yanga wakiwa kileleni wakati Simba Sports Club wao wako nafasi ya pili. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Yanga bado wanaendelea kufukuziwa kimya kimya, na mara baada ya kupoteza mara baada ya kutoa sare dhidi ya Azam, unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo mashabiki wa Simba na timu ya Simba kwa ujumla inaona sasa inaweza ikafanikisha swala zima la kuweza kumtoa Yanga pale kileleni na kuweza kupanda pale juu. Lakini wakati huo pia Yanga hesabu zao zikiwa kwamba kama wamedondosha alama 2 dhidi ya Azam, basi alama zilizobaki hawataki kuzidondosha kabisa. Kwa hiyo tumsubiri kuona nini ambacho kitajiri mpaka mwisho wa msimu. Nani atataweza kuwa bingwa wa ligi ya NBC kwa maana ya 25 26 na nani ambaye atakuwa nafasi ya pili. Bwana, moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikufahamishe juu ya kile ambacho kinaendelea